Tanzania ni nchi ya 23 kwa ukubwa barani Afrika. Ilipata uhuru mwaka 1961. Ina zaidi ya makabila 120. Ni nchi ya kwanza kwa ukubwa Afrika Mashariki. Ukanda wa magharibi mwa Tanzania, yani Lake Tanganyika Zone, ni sehemu muhimu ya Tanzania yenye vivutio vikubwa vya utalii, fursa za kilimo, madini, uvuvi, usafiri na usafirishaji pamoja na ufugaji. Ukitizama ukanda huu na tumechagua jina zuri tu ambalo linaeleza nini kinatunganisha Ziwa Tanganyika kwa upande wa magharibi. Kwa hiyo mikoa hii ya Kigoma, Rukwa na mkoa mpya wa Katavi, kwamba Ziwa Tanganyika linatunganisha. Sasa linatunganisha maana yake ni maana, kwanza ukiangalia ziwa kama rasilimali ya maji ni moja, kama rasilimali ya viliomo ndani ya maji hususan samaki ni wale. Tukiharibu mazingira pamoja, basi ziwa lote litaharibika. Kwa maana ya highway au njia ya usafiri, bado ni ziwa moja. Hata ungeliangalia kwa misingi ya kiusalama, bado ni moja. Kwa hiyo kijiografia kuna kitu kama hicho kinatuunganisha. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni kuunganisha fursa zilizopo katika wilaya za Sumbawanga, Nkasi, Mpanda yenyewe mpaka Kigoma, ili kuweza kuunganisha fursa zote hizo za kitalii na za kiuchumi ambazo zinapatikana katika eneo hili. Unaweza kupata mambo makubwa matatu ya kuweza kuchochea maendeleo. La kwanza ni wazi kisiasa, lazima liwe ni eneo ambalo unaweza kisiasa, ili political framework ikafanya kazi kuweka watu sawa na kuchochea maendeleo. Hiyo ya kwanza. Kwa hiyo kuwe na political basis. Ya pili kiuchumi. Na tatu ni wazi kwa yote lazima nifanywe na watu. Lazima kuwe na cultural basis. Yani wale watu wenyewe wanaelewana, wanaweza kukaa pamoja, wanaweza kufanya biashara pamoja. Sasa nimesema hili kuweka muktadha au context ya dhana nzima. Ili kuwa na economies of scale, ni vema tukafanya investors forum ya kanda hii, yani kwa maana ya mkoa wa Rukwa, mkoa mpya wa Katavi na mkoa wa Kigoma, because we all have things in common. Mkoa wa Rukwa kwa mfano na mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma zote zinapakana na Lake Tanganyika ambayo inatuunganisha wote, na ecosystem zetu zimefanana na hata hizo cultural heritages zimefanana katika watu wa ukanda huu, na there is a lot of common kati ya watu wa mikoa hii tuseme mitatu, na kuna vitu vingi ambavyo tukifanya as jointly zina economies of scale. Na nia kubwa sasa, serikali imeamua kuunganisha mikoa mitatu ya Katavi, mkoa mpya wa Katavi, Rukwa na Kigoma, ili kuweka synergy katika uwekezaji. Kwa mfano, tulipata wawekezaji katika eneo hili wanataka kuwekeza kuhusu kiwanda cha simenti, lakini input za raw material zao za kuhakikisha wanafanikisha simenti ni kutokana na utajiri wa simenti ni makaa ya mawe, na yanatakiwa makaa ya mawe yanapatikana Mpanda. Kwa hiyo tumeona kwamba tukiunganisha ukanda huu utasaidia kuboresha eneo letu. Kwa hiyo sasa tukasema kwamba kwa sababu wawekezaji watachukua mkaa Mpanda, watasafirisha kuleta Kigoma, halafu Kigoma uende kwenye kiwanda hicho cha chokaa, na chokaa watachimba hapa nani, kiwanda cha simenti watachimba hapa Kigoma. Tukafikiri hiyo synergy, tukiunganisha mikoa hii mitatu tutafanikisha. Kwa mfano tukiweza kulink up tourism circuits kati ya National Park ya Katavi National Park, tukai link up na Mahale National Park na Gombe National Park, inakuja vizuri kama a circuit. Na tuna ziwa Tanganyika ambayo pembezoni mwake kote huko kutoka Sumbawanga, kutoka Kasanga mpaka Kigoma, ina a lot of heritages za
za kimisionari au za kikoloni, remains za kikoloni za kimisionari ambazo watalii wangependa kuifuata au kuitizama, kuitrace along. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo muhimu sana katika swala zima la uwekezaji na uwezeshaji katika mikoa ya Rukwa, Katavi na Kigoma. Tulipofanya Investors Forum ya mkoa wetu wenyewe wa Rukwa, watu wengi sana walikuwa na mashaka. Tulipoanza kupublicize, jamani njooni invest, watu walikuwa na mashaka kwamba tunakwenda kufanya nini huko, lakini walikuja, na walipokuja they never regretted. Walifurahi kweli na wakaamini kwamba kumbe sasa tumefumbuka macho. Mimi naamini hata sasa hivi tukianza kufanya advertisement ya Investors Forum ya ukanda wa Lake Tanganyika, kuna watu wengi watasema kule tunaenda kufanya nini, lakini naamini watakuja, na naamini tutakapomaliza wataondoka hapa watu tofauti kabisa, watakwenda kujiandaa kuja kuinvest katika ukanda huu wa Lake Tanganyika, kwa sababu it has got what it takes for investment.